serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imechukua hatua za kurejesha utangamano katika nchi yetu, ambao sasa nchi yetu ni shwari na kila mtu anafuata utawala wa sheria. Lakini ni dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunaanzisha mazungumzo ya maridhiano ili kuhakikisha hata hao wachache wanapata nafasi ya kusikilizwa ili kuwa na taifa lenye amani na umoja na kuendelea kuwa mfano wa utulivu katika Afrika na dunia. Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais Samia Suluhu Hassan amenituma niwahakikishieni kwamba nchi yetu ni salama na tulivu na iko tayari kupokea wageni wa aina mbalimbali kutoka duniani kote kwa mafanikio ya nchi zetu zote. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan viongozi wa SADC waliofanikiwa kufika kwenye siku ya uapisho wa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia nawashukuru viongozi waliotangulia kuzungumza kabla yangu ambao wametoa pongezi za dhati kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Nataka niwahakikishie kwamba hakuna jitihada ambayo Rais Samia ataiacha katika kuhakikisha Tanzania inapata maendeleo, lakini pia amani ya nchi yetu inaendelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nirejee kwenye ajenda ya kikao chetu cha leo. Kwanza nitumie nafasi hii kuishukuru sana Madagascar kwa kazi nzuri ambayo imefanya kwa miezi miwili iliyopita, lakini vile vile kwa uamuzi wake wa kuachia wenyekiti kwa kutambua kwamba katika mazingira waliopo sasa wanaweza wasitoe uongozi makini. Kwa wameona watoe nafasi kwa watu wenye. Tunawashukuru sana kwa uamuzi huu wa busara. Lakini pia nitumie nafasi hii kipekee sana kuwashukuru Afrika ya Kusini na kipekee Rais Cyril Ramaphosa ambaye daima amekuwa mstari wa mbele kutoa suluhu katika jambo lolote ambalo linatokea kwa nchi zetu za SADC na hivyo kuendeleza umoja wa nchi zetu za SADC. Tanzania inaunga mkono mapendekezo yaliyotolewa, lakini pia inatoa wito wa kujifunza kutokana na kilichotokea sasa ili tuwe na utaratibu ulio wazi katika kanuni zetu ambao jambo lolote likitokea basi tunaweza kwa kutumia kanuni zetu kupata suluhu mara moja ya jambo hilo, na hasa kwenye eneo la utatu au troika ambao ni muhimu sana katika usalama wa nchi zetu za SADC. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuzungumza.